Hapa ni kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere ambako tumefika leo kushuhudia namna ambavyo timu ya taifa ya wanawake ambao walikwenda kushiriki kwenye michuano ya futsal kwa bahati mbaya hawakuwa mabingwa, lakini walimaliza nafasi ya pili wakicheza hatua ya finali dhidi ya Morocco. Twende kwa pamoja tukasikie nini ambacho wanakizungumza mara baada ya kuwasili Tanzania. Nyumbani salama kiujumla. Tournament ama mashindano ya futsal ambayo nyinyi mmequalify kwenda World Cup yalikuwa ya namna gani? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kufika Tanzania salama. Pia tunashukuru Mungu kwa kuweza kupata hiyo nafasi kwa sababu tunaweza kuzidi kuongeza vipaji. Pia futsal ni mchezo mzuri sana. Tumejifunza mengi kule. Sasa ndo mara yetu ya kwanza. Tunaamini tukiendelea hivi tunaweza kufika mbali zaidi. Unajisikiaje kutoa tuzo mbili za mchezaji bora katika mechi mbili tofauti, lakini pia goalkeeper bora wa mashindano? Najisikia faraja sana. Naamini tukiendelea kuwekeza katika futsal tunaweza kufika mbali sana tukapata tuzo zaidi ya hizo. Mchezo ulikuwaje? Tuzungumze kwa maana kwenye ugumu wa mashindano yenyewe. Ilikuwa wapi hasa? Mchezo ulikuwa migumu, yote michezo ilikuwa migumu sana kwa sababu ndo mara yetu ya kwanza kushiriki. Kila timu ambazo tulikutana nazo zote zilikuwa ni kongwe kwenye hayo mashindano. So tulipambana kadri ya uwezo wetu na Mungu ametujalia hicho alichotubariki. Safari kwa ujumla ilikuwaje mpaka kufika hatua ya finali, lakini wewe ukafanikiwa pia kutoa tuzo hii? Safari ilikuwa ngumu kama nilivyosema kwamba ni mchezo, ni mara yetu ya kwanza kushiriki, ndio ugumu wake. Lakini tungekuwa tushashiriki kwa mara ya kwanza before, naamini tungekuwa tumepata mwanga, tungefanya vizuri zaidi. Kuweza kufuzu kushiriki World Cup, tukizungumzia ulikuwa katika kikosi cha Serengeti, lakini pia katika futsal umeongoza pia kikosi mpaka kuweza kufuzu katika kombe la dunia. Pengine mnajisikiaje kupata nafasi ya kushiriki kombe la dunia? Tunajisikia faraja sana kwa sababu ni moja ya lengo ambalo tulijiwekea katika mashindano haya. Tunashiriki kwa mara ya kwanza na tufuzu World Cup, na Mungu kasaidia tumeweza kushiriki World Cup. Hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania kushiriki mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa upande wa futsal. Pengine ugumu ulikuwa wapi? Maana ni mara ya kwanza kwa Tanzania kushiriki. Ugumu ulikuwa kuuelewa mchezo, sheria na kanuni zake. Lakini kwa sababu tulikuwa na mwalimu mzuri ambaye anajua na amecheza futsal, kwa hiyo ilikuwa rahisi sana sisi kumaster na kuweza kucheza na kuweza kufika mbali. Tunaelekea kwenye World Cup mwezi Novemba. Pengine Watanzania watarajie nini kutoka kwenu? Watarajie mazuri, na kwa sababu najua kutakuwa na maandalizi mazuri ya kujiandaa na World Cup. Kwa hiyo watarajie mazuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Timu yetu hii ya Tanzania inashiriki mashindano haya ya futsal kwa mara ya kwanza. Unaposhiriki kwa mara ya kwanza, watu wanategemea kama unaenda kuwa msindikizaji. Lakini sisi tuliondoka hapa Tanzania tukisema tunaenda kupambana. Na malengo yetu ya kwanza yalikuwa ni kukata tiketi ya kucheza kombe la dunia la futsal. Tumefanikiwa. Tunawaambia Watanzania wasiogope. Sisi tuna nafasi zaidi ya kupeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. Sisi wanawake huwa tunafanya kile ambacho hakiwezekani. Sisi kwetu kila kitu kinawezekana. Tumeshiriki kwa mara ya kwanza tukiwa na maandalizi ya muda mfupi tofauti na wapinzani wetu. Lakini kile tulichokionyesha hadi wale ambao tumecheza nao walikuwa hawaamini. Wanauliza hii timu ina muda gani? Mmeshiriki mashindano mengine? Hapana. Mmecheza mechi ngapi za kirafiki? Lakini hii ni tokana na juhudi za mabinti wetu. Wachezaji hawa walidhamiria kwenda kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Na hii si mwanzo tu au huu si mwisho. Wanasema tunatarajia mwezi wa 11 Philippines tutafanya vizuri zaidi. Na hii ni kauli yangu ambayo mara nyingi nimekuwa nikiisema, wanawake huwa hatubahatishi. Tukiingia kwenye mashindano tunaingia tukiwa kamili. Tunasema asante TFF kwa sababu wao ndio walikubali kuthibitisha ili timu yetu ishiriki, na sisi tukasema hatutawaangusha. Tunaomba Watanzania na wengine wote ambao wanawiwa katika maendeleo ya mpira wa miguu wa wanawake, ama ni huu wa futsal ama ule wa kawaida, wasisite kuwekeza. Tunaomba wekeze kwa sababu maua mazuri yako huku. Pengine huu ni mchezo mpya. Tofauti na wale ambao wanacheza kwenye viwanja vya nyasi. Wanacheza kwenye viwanja ambavyo ni tofauti kidogo, lakini viwanja vyake inawezekana visiwe gharama kubwa kama vile vya nyasi. Pengine wito wako sasa kwa serikali, kwa sababu ni mchezo ambao
Mwanga. Tunashukuru tulianzia mazoezi kwenye uwanja wa Philbert Bayi. Kwa hiyo matokeo haya ndio mwanzo wa kila kitu. Kila kitu ambacho kinatakiwa ili kuwezesha mambo mazuri ama tuwe na kiwango bora kabisa katika timu hii, vyote vitapatikana. Tunaamini zile jitihada ambazo tunaziwekeza katika miundombinu mingine, sasa hivi pia tutawekeza kwa ajili ya viwanja vya kuchezea michezo hii ya futsal. Tumeanza moja kwa moja kwenye ngazi ya taifa. Naamini sasa tutapeleka mikoani, kwa sababu ili upate wachezaji wengi wazuri ni lazima mchezo huu uchezwe mikoa yote. Tumeanza kutumia uwanja wa Philbert Bayi, tunaamini utatengenezwa viwanja vingine ili kuwe na upana wa wachezaji wetu kufanya mazoezi. Ingine mchakato mzima mpaka timu inafuzu World Cup ulikuwa ni wa namna gani? Kwa sisi tulijiwekea malengo na kocha wetu pia alijiwekea malengo kwamba tunaenda kushindana kwenye hayo mashindano. Ni mara yetu ya kwanza, lakini tukipambana tutafanya vizuri, na kweli tulivyoenda kule Morocco hatujawahi kucheza mchezo, lakini ndio mara yetu ya kwanza, lakini kila mmoja alikuwa na morali ya kutosha na tumefanya vizuri na kila mmoja ameona ya. Zungumzia kwa uchache mchezo huu wa futsal kwa mtazamo wako, ni mara yako ya kwanza kucheza, wewe umeuonaje? Na kipi ambacho nawashauri mabinti wengine ambao wanacheza football 11 kuingia kwenye futsal? Kwa mimi naona, kwa sababu hata kama sisi ambao tunacheza football lakini tumeenda kwenye futsal tumeuweza, kwa hiyo hata wao pia watoto ambao wako majumbani wanauweza pia. Kwa hiyo mimi naomba watu wajitokeze kwa wingi kucheza mchezo huu wa futsal, kwa sababu mchezo wa futsal pia ni mzuri sana na ukiwa unaujua utaenjoy sana. Yeah. Na utofautisha vipi football na futsal? Kiukweli una utofauti mkubwa, kwa sababu kupasia ni kule kule, lakini kuna aina jinsi ya kucontrol na vinginevyo. Hata kwenye kurusha mpira hauwezi kurusha na mikono, utaweka kwenye chak chini ndio utaanzisha. Kwa hiyo kuna sheria ziko tofauti, lakini ukijua sheria utacheza vizuri tu. Ugumu kiukweli, cha kwanza pia mazoezi yake na hata sheria zake pia, kwa sababu inatuia hata sisi wenyewe ni mara kwanza tulikuwa tunapata ugumu, kwa sababu tushazoea football, kwa hiyo tunataka kucheza kama football, lakini mchezo wenyewe hauko kama football, yani uko tofauti, yani baadhi ya vitu ndio vinafanana, lakini mchezo wenyewe uko tofauti kabisa na football na sheria zake. Hatua ya finali yenyewe mnacheza na Morocco, pengine unaweza kutupitisha namna ambavyo mlikuwa mnajisikia? Kwa sisi tulijiwekea malengo kiukweli, na kila mmoja kama mnavyojua sisi Tanzania uwaga hatukubali kushindwa. Tunasema kwamba hata kama huu mchezo umekuja mara yetu ya kwanza, lakini kila mmoja apambane kwenye nafasi yake, na kama mlivyoona kwamba tumepambana na tumefikia hatua hiyo ya nusu finali mpaka tukaingia finali, na hicho ambacho tumekipata kwa kuwa washindi wa pili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho tumekipata, kwa sababu kuna wengine ambao walikuwa wazuri pia lakini hawakupata hii nafasi. Kwa hiyo hata sisi pia tunasema huu ni mwanzo mzuri, na next time tutafanya vizuri zaidi hapo na tutakuwa mabingwa.